Kineko ni huko Korea Kaskazini. Taifa hilo mnamo siku ya leo Alhamisi limezindua kituo kipi cha kuzalisha nishati ya mabomu ya nyuklia, huku kiongozi mkuu wa nchi hiyo Kim Jong-un akitangaza mipango ya kuimarisha vikosi vya nyuklia vya nchi hiyo kwa kasi kubwa. Viongozi wa kijeshi na wafanyakazi wa Korea Kusini walitathmini eneo hilo kama mtambo wa kurutubisha uranium na kusema kuwa inashirikiana kwa karibu na Marekani kufuatilia shughuli za nyuklia za Korea Kaskazini. Jeshi la Korea Kusini halikutoa maelezo zaidi mara moja. Shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini lilisema kituo hicho kilitumia teknolojia ya kisasa zaidi, lakini haikutoa maelezo zaidi. Haijulikani ni wapi kiwanda hicho kipo au ni lini kilianza kufanya kazi. Picha za vyombo vya habari vya serikali zilionyesha kile kilichoonekana kuwa ukumbi mkubwa wa vyumba vya kutolea huduma ambavyo vinahitajika ili kurutubisha urani ya kiwango cha silaha. Kufichuliwa kwa kiwanda hicho kipya ni kwa mujibu wa kiapo cha mara kwa mara cha Kim cha kupanua mpango wake wa silaha za nyuklia ili kukabiliana na kile alichokiita kuongezeka kwa vitisho vya kijeshi vinavyoongozwa na Marekani. KCNA ilisema Kim alitembelea kituo hicho cha nyuklia siku ya Jumatano ili kujifunza kuhusu operesheni zake na mpango wake wa muda mrefu wa uzalishaji. Shirika hilo la habari la Korea Kaskazini KCNA ilimnukuu Kim akisema udharura wa kuimarisha kizuizi cha vita vya nyuklia nchini humo katika ubora na wingi umeongezeka kwa sababu ya makubaliano na maadui wakali zaidi. Rejeleo dhahiri kwa Marekani na Korea Kusini. Kim alitaja vitisho na migogoro mingine ambayo haijatajwa kama hitaji la kuongezeka uwezo wa nyuklia wa Korea Kaskazini. Kim anadai maendeleo katika uzalishaji wa mafuta ya mabomu. Kim alidai kuwa uwezekano wa kuzalisha silaha za nyuklia wa Korea Kaskazini umeongezeka zaidi ya mara 2 ikilinganishwa na miaka 5 iliyopita kulingana na KCNA. Haikuwezekana kuthibitisha dai lake kwa kujitegemea. Baada ya mkutano katika kituo hicho, Kim Jong-un alisema kwamba yeye na maafisa wengine wakuu walithibitisha agizo la kipaumbele la kutaka kutekeleza mpango kabambe wa siku zijazo ulioundwa ili kuimarisha nguvu za nyuklia za nchi hiyo kwa kasi kubwa, KCNA ilisema. Picha za KCNA zimemuonyesha Kim Jong-un akitembelea kwenye njia nyembamba zilizo na safu nene na mabomba katika kile kinachoonekana kuwa ukumbi wa katikati. Picha nyingine zilimuonyesha akizungumza na maafisa wakuu katika chumba cha mikutano ambapo picha iliyofifia ilionyesha kitu chenye umbo la koni ilitandazwa kwenye meza. Haikuwa wazi mara moja ikiwa mchoro huo unaonyesha muundo wa vita. Ufichuzi wa kituo hicho ulikuja chini ya miaka 2 baada ya Korea Kaskazini kuzindua kiwanda chake kingine cha siri cha kurutubisha uranium mnamo Septemba 2024. Katika ufichuzi wake wa kwanza wa hadharani wa kituo hicho tangu kuonyeshwa moja katika eneo kuu la nyuklia la Yongbyon kwa wasomi wa Kiamerika waliozuru mnamo mwaka 2010. Kim alitoa ujumbe kama huo wakati wa ziara yake kwenye kituo hicho mnamo 2024 akitaka kuongezewa kwa idadi ya vinu ili kwa uwazi kupanua safu ya silaha za nyuklia na kuhimiza maendeleo ya mifumo ya juu zaidi ya centrifuge. Korea Kaskazini imeongeza kasi ya upanuzi wa nyuklia. Korea Kaskazini haijafanya jaribio la nyuklia tangu mwaka 2017, lakini katika miaka hivi karibuni imepanua safu yake ya makombora yenye uwezo wa nyuklia ambayo yanaweza kuruka vya kutosha kufikia washirika wa Amerika katika Asia na bara la Amerika, wakati Kim pia amesukuma kuongeza hifadhi ya nchi hiyo ya silaha za nyuklia. Afisa mkuu wa Korea Kusini aliwaambia wabunge mwaka 2018 kwamba Korea Kaskazini ilikadiriwa kutengeneza kati ya silaha 20 hadi 60 za nyuklia, lakini baadhi ya wataalamu sasa wanaweka ukubwa wa silaha za Korea Kaskazini kwenye zaidi ya vichwa 100 vya kivita. Makadirio ya idadi ya silaha za ziada ambazo nchi hiyo inaweza kutengeneza kila mwaka hutofautiana kutoka 6 hadi nyingine kama 18. Septemba iliyopita, waziri wa muungano wa Korea Kusini Chung Dong-yung alisema kuwa Korea Kaskazini ilikuwa inaendesha jumla ya vifaa 4 vya kurutubisha uranium, ikiwa ni pamoja na tata ya Yongbyon, na kwamba walikuwa wakiendesha kila siku. Silaha za nyuklia zinaweza kutengenezwa kwa kutumia uranium iliyorutubishwa sana au plutonium, na Korea Kaskazini ina vifaa vyote vya kuzalisha zote mbili huko Yongbyon. Korea ya Kaskazini imejikita katika kupanua na kuboresha silaha zake za kinyuklia tangu diplomasia ya hali ya juu ya Kim na rais wa Marekani Donald Trump ilipoporomoka mwaka 2019. Tangu wakati huo, Kim amekataa ombi la Marekani na Korea Kusini la kuanzisha upya diplomasia. Mwezi Aprili, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati atomiki Rafael Gross aliwaambia waandishi wa habari kwamba shirika lake limethibitisha ongezeko la haraka la shughuli katika vituo vya nyuklia nchini Korea Kaskazini.
Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein.